Tumuogope Allah tabaraka wa taala popote tulipo. Ndugu zangu ni katika imani, tupo hapa, tumekusanyika hapa kwa lengo la kupeana nasaha, kwa lengo la kuhimizana juu ya swala zima la vijana wa Kiislamu, watoto wa kike wa Kiislamu, kuhusiana na swala zima la hadhi mlioibeba, kuhusiana na swala zima la hijab. Mtoto wa kike wa Kiislamu ni halali, ni amri, ameamrishwa avae hijab, kwa sababu hijabu inaleta, kwa sababu hijabu ndio nembo ya mtoto wa Kiislamu. Mtoto wa Kiislamu inabidi ujistiri. Mtoto wa Kiislamu hijabu hauvai kama mapambo mengine. Mtoto wa Kiislamu inabidi ujitambue. Mtoto wa Kiislamu inabidi ujichunge kama alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu ni katika imani, hatujaita na mama wa mtaani, hatujaita dada zetu wa mtaani kuja kuwapa hizi nasaha. Tumewaita nyinyi wanafunzi, tumeitana wanafunzi wenzetu ili kuja kulitatua ili tatizo. Ndugu zangu ni katika imani, swala zima la Waislamu sisi tunaamini ya kuwa anayevaa hijabu, binti wa Kiislamu ambaye anavaa hijabu, basi binti huyu anakuwa ni binti ambaye ana nidhamu, binti ambaye mstaharabu. Lakini hali iliyopo sasa hivi mashuleni mwetu, hali iliyopo sasa hivi katika vituo vyetu tunavyosoma, Allah atusamehe. Ndugu zangu katika imani, sasa hivi mahijabu tunafanya kama mapambo. Sasa hivi tunavaa mahijabu vipande. Mtoto wa Kiislamu anavaa juba fupi, mtoto wa Kiislamu anavaa sketi fupi. Haswa watoto wa Kiislamu ambao wanajitambua, hali ya kuwa kwao hawafanyi hayo mambo, waneka kambi wa form 4 shule zote. Wakifika shuleni hubadilika, kujiachia. Ima kama kwao walikuwa anabanwa, basi akifika shuleni anajua hapa ndipo pa kujiatia. Ndugu zangu ni katika imani, dada zangu, ya tulab alilm, ya benai, tambua kwamba umebeba dhima kubwa sana. Tambua kwamba umebeba dhima kubwa sana. Unaangaliwa na jamii, unaangaliwa dada yangu katika imani. Tolee kisa kimoja. Kuna mwalimu mmoja alikuwa anafundisha dada ambao wameperform kidogo, wale wa chuo. Mwalimu alikuwa wa kike, akawa anajaribu kuwasihi, akawa anajaribu kuwapa nasaha kuhusiana na swala zima la kujistiri kwa mtoto wa kike. Uwe kama Muislamu, ukiitwa kama Muislamu basi usadikike ni kweli Muislamu. Leo hii mtu anajiita Muislamu hali ya kuwa hana vigezo vya kuitwa Muislamu. Ya ahwani, intabi, jiangalie ndugu yangu katika imani. Basi yule mwalimu alikuwa anawapa nasaha, alikuwa anawanasihi wale vijana ambao anawafundisha kuhusiana na swala zima la stara. Kama mnavyojua, dada zetu wakishafikaga level fulani, basi wanajiona wao kwa uhuru, wanajiona dunia ndio yao, wanajiona hao ndio wao, wakawa hawataki kuyapokea yale maneno ya walimu wao. Mashaallah, Allah amejalia baadhi ya mashuleni mwetu tuna walimu kama hao, wanatusihi kama viongozi, maamirat, wanatusihi, tunawasihi kuhusiana na swala zima la stara. Kwa hiyo wakawa wanashindwa kulipokea lile kwa pamoja, wakawa wanashindwa kulipokea yale maneno ya mwalimu wao kama mwalimu mrezi. Mwisho wa siku yule mwalimu siku moja akaja na peremende, pipi. Alichukua pipi idadi ya wanafunzi walivyo kama 30, akachukua pipi 30. Zingine aliziacha na makasha yake, vingine akazifungua, kisha alipofika darasani akazimwaga kwenye sahani. 30 zimefungwa, 30 zingine zimekuwa wazi, yani hazina vile maganda yake. Alipofika pale akawaambia, wanafunzi wangu, tulab alilm watafutaji wa ilm, pale kuna zawadi ya peremende, kuna zawadi ya pipi. Kwa utakuwa unachukua pipi moja, baadaye unatoka unaenda kukaa. Kuna zilizofungwa na kuna zile ambazo hazijafungwa. Wale wanafunzi hawakushtuka wala hawakushangaa,
wakajua ni moja kati ya zawadi ima mapenzi ya mwalimu wetu amekuja kutudhawadia. Kila mmoja ambaye alikuwa anapita pale alikuwa anachagua ile pipi ambayo ina maganda yake, ina kasha lake. Kila aliyopita anachukua pipi moja ambaye imefungwa tena vile kabisa, anadimwaga na vidole, yani anadhisukuma kwamba hataki hata kuziona. Anachukua, anafungua, anakaa, anakula. Kila anayepita akachukua, kila anayepita. Mwisho wa siku zile zote zenye maganda zikaisha. Zikabaki zile ambazo hazina vipakiti vyake. Mudarris, mwalimu akauliza, kaifa antuma, vipi nyinyi? Mbona hizi zimebaki? Na tena inajionyesha hakuna aliyechukua hata mmoja. Wanafunzi wakajibu, hapana, hadha waskhun, hiyo ni chafu, hiyo pipi ni chafu, mainzi nini hazijafunikwa. Kwa hiyo tuhofia hali zetu na afya zetu kutokana adhina vipakti. Hizi tulizochukua zipo salama, zipo safi, zipo vizuri, hali ya kuwa tukila hatui na mashaka ya aina yoyote, lakini hiyo mainzi nini wanatua, kwa hiyo hazijafunikwa, hazipo stara. Hapo ndipo mwalimu akawaambia, sijabeba hizi pipi kwa lengo la kuwafurahisha, sijabeba hizi pipi eti kwa vile tusoma pamoja mnanifurahisha, lakini nimechukua hizi pipi mujue ni wenyewe mmekiri, mmekubali kuwa hizi ambazo hazijafunikwa, hizi ambazo kwa lugha nyingine tunasema hazina kitu chochote, hazipo katika hali nzuri, hazipo vizuri. Na ndio maana nyinyi mmeziacha, mmezikimbilia hizi ambazo zina maganda, hizi ambazo zina vipakiti vyake, kwa sababu mnajua hizi zipo salama, zimestiriwa, hata kama ukila haui na mashaka aina yoyote. Hivyo ndivyo wewe ulivyo. Wewe ambaye hautaki kujistiri, basi tunakuhesabia mtu ambaye hayupo katika maadili yaliyokuwa mema. Tunakuhesabia mtu ambaye mchafu, tunakuhesabia mtu ambaye wahovyo kama zile pipi mlizoziacha. Basi wewe ambaye utaki kujistiri, utaki kuvaa vizuri, tunakuweka katika kundi lile, kwa sababu wewe hautaki, unakanusha maagizo ya Allah na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zanguni katika imani, kama sisi sote tunapenda kula vyakula vilivyokuwa vizuri, tunapenda kuvaa mavazi mazuri, tunapenda kuishi vizuri, kwa nini mtoto wa Kiislamu usiishi vizuri? Kwa nini mtoto wa Kiislamu usivae vizuri hijabu yako? Leo hii watu wanashindwa tukuvua majuba kwa sababu ndo vile wameshazoeleka, ndo anaamua kuvaa majuba vipensi, wanaamua kuvaa sketi fupi, anaitwa jina zuri, Khairat, Ratifa, Adija, anaitwa jina zuri, mithili ya kwamba ukilisikia hilo jina unasema huyoko ni ustadhati mkubwa tu. Lakini ndugu yangu katika imani, jua kuwa unapotea ndugu yangu katika imani. Wewe mtoto wa kike ustadhati, jua wewe ni shule, watu watasoma kwako, watu watachukua mafunzo kutoka kwako. Tunategemea kizazi kilichokuwa bora baadaye, tunategemea kizazi cha Waislamu ambayo watayafuata yale maamrisho ya Allah na ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ummu madrasa, mama ni shule. Kumbuka baadaye kizazi chenu na vizazi vyetu vitakavyokwenda na hali hii tunaenda nayo bila kubadilika, mbele tutakuwa na vizazi vya hovi sana. Kama mama, kama baba hatakuwa makini juu yetu, kama sisi wenyewe hatutokuwa makini juu ya kujifuatilia, wallahi huko mbele tunaenda kutengeneza kizazi cha hovi kabisa. Kwa sababu kama sisi wenyewe hapo ulipo bado binti mchanga, unashindwa kujitengenezea mazingira yako ya stara, ukae kama binti wa Kiislamu. Kuitwa Muislamu si jina, si kwa vile unavaa juba, henikabu, hijabu, mashallah unapendeza ndio unajiita Muislamu. Muislamu tunaangalia vigezo, tunaangalia vigezo. Na ndio maana
mashuleni mwetu tunaposoma, ukiangalia baadhi ya wanafunzi ambao wana utovu wa nidhamu, utakuta ni Muislamu. Muislamu si mtu wa matatizo, Muislamu si mtu wa majanga. Hivi jione aibu kila makosa upo, jione aibu kwenye kila kitendo unachokifanya. Kwa ndugu zangu ni katika imani, kaa ukijua dada yangu, ndugu yangu, unategemewa baadaye. Na jambo lingine, mtu akikuangalia lazima kuheshimu. Hata vijana tunayesumbuana huko barabarani, ukivaa vizuri, ukipendeza, hijabu yako ndefu, sketi yako ndefu, hatapata ujasiri wa wewe kukuita. Kwanza watakukalia mbali, na mwenyewe utajitengenezea mazingira ya kujiheshimisha. Lakini kama wewe utakuwa katika mazingira ambayo haujajitengenezea mazingira ya heshima, usahau kama utakuja kuheshimika. Dada yangu katika imani, naomba wachukue haya maneno, yatakuja kukusaidia uko mbeleni. Naomba sote tubadilike kulingana na hali jinsi inavyokwenda. Tuachane na hizi habari za kwamba tunadhalilisha majuba. Inafika hatua lawama zinakuja kwa viongozi wa dini, inakuwaje kwenye vipindi vya dini amuongei? Kwa nini sasa mambo yanakuwa hivi, mambo wa kadha? Tunakaa mashuleni vipindi vya dini, naamini wa maamiri wenzangu wanaongea juu ya hili, lakini tunakuwa wazito ya kuwapokea haya mambo, tunakuwa wazito ya kuwapokea moja kwa moja na kuyafanyia kazi. Basi chukua haya maneno, atapata faida yule ambaye atasikiliza na atafanyia kazi. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.